hilo nyumba inaitwa tabernacle ama tebo. Hiyo ni agano la kwanza ya kale, na katika New Testament inaitwa kanisa ama the church. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa kupeleka fungu letu katika nyumba la Bwana, mahali ambapo tunaabudia kila siku. Na ndio hiyo sababu unasikia hiyo mstari ambao ni wa Malaki kifungu ya Malaki kifungu ya 3 na mstari wa 10 anasema, leteni saka kamili ghalani. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ni Luka ambayo ilikuwa inaongelelewa na watu ama waandishi ambao ni wa Old Testament. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huu ni nyumbani la Bwana, katika madhabahu ambayo unaabudia, si katika njia. Na hilo ndio tunapaa kunoti kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio huwa hapo anaongea, mbona mnaniimbia? Kwa sababu ukienda kila mahali unaambiwa peleka sadaka la fungu la 10 unapeleka. Ni hiyo inaweza fanya maisha yako iwe tofauti. Bwana Yesu asifiwe. So jambo la kwanza nimesema tunafaa kuleta fungu letu katika madhabahu ambayo unaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kupeleka fungu lako la 10 katika madhabahu ambayo unaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali ambapo unaabudu kila siku. Jambo la pili ni kwa sababu ya wakati. Unafaa kupeleka fungu lako la 10 ama unafaa kupeleka shukrani lako. Unafaa kupeleka ama unafaa kutoa hiyo fungu lako, hiyo baraka yako, hiyo zawadi yako, hiyo shukrani yako kwa moyo wa hiari, moyo wa kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukifanya hivyo, baraka zitakufuata. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunapotoa sadaka, wakati tunapotoa shukrani letu, wakati tunapotoa sadaka ambayo ni ya fungu la 10, tunafaa kutoa kwa moyo ambayo ni wa kupenda, moyo ambao ni wa kujitolea. Na hiyo tutaipata katika Wakorintho wa 16, Wakorintho wa kwanza 16, Wakorintho wa kwanza 16, Wakorintho wa kwanza 16 na mstari wa 2 anasema hivi, siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na weke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba mchango wake isifanyike hapo nitakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa katika huyo moyo ambao ni wa kupenda, unapaa kutoa ama unatoa unatoa hiyo shukrani lako ama ile sadaka yako ya shukrani, unapaa kutoa wakati wowote. Hiyo haina specific time. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo kitabu hiki cha Korintho kinasema, Paulo aliwaambia mnafaa kuwa mnaleta kila wiki juma ya wiki wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ili msiweze kukosea Mungu. Kwa hivyo unafaa kuleta shukrani lako kwa wakati ambao ama wakati wowote, kwa moyo ambao ni wa kufanya nini? Wa kupenda na wa kujitolea, na moyo ambao ni wa kupenda. Jambo la tatu, nimesema tu mambo matatu. Jambo la tatu, kile kingine tunafaa kutoa sadaka zetu za shukrani za fungu la 10 kwa moyo wa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Hatufai kutoa sadaka zetu kwa moyo ambao umekunjamana, moyo ambao umekasirika. Tunafaa kutoa kwa moyo ambao ni wa nini? Ni wa furaha.
umejazwa na furaha, ambao umetabasamu. Na ndio Mungu wetu anapenda watu kama, kwa sababu wakati unapotoa kitu kwa kupenda, unatoa kwa moyo wa furaha. Nikitazama pale juzi tulipokuwa tunafanya harambee, tuliona kila mtu akifanya kazi kwa nini? Kwa furaha, na tukafanya kazi njema. Na ingekuwa tulikuwa tunafanya tukiwa tunasukuma, ingekuwa mchungaji alikuwa anawasukuma, tungefanya hilo? Hatungeweza. Lakini kwa sababu tulikuwa tunafanya kwa moyo wa furaha, moyo wa kupenda, moyo ambao umejawa na furaha, ndio tulifanya kazi njema. Hivyo ndivyo Mungu wetu anapenda tunapotoa hizo sadaka zetu, tukizileta mbele ya madhabahu, tuwe tumejawa na moyo wa nini? Wa furaha. Na nitasoma Wakorintho kifungu Wakorintho wa pili ni huwa napenda kwenda na neno. Wakorintho wa pili kifungu ya 9 na mstari wa 7 mpaka wa 8 inasema hivi. Na nasema hivi. Tumesema wa 7 mpaka wa 8. Anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyo wake, si kwa usuni wala si kwa lazima. Nataka usikie, tuanze tena. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa usuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa kujizubu. Na Mungu aweza kuanjaza kila neema kwa wingi, ili mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapofanya mambo ama tunapomtolea Mungu, tuwe tunamtolea kwa moyo wa kufanya nini? Wa kupenda na moyo wa furaha. Na ndivyo Paulo alikuwa anawaambia, si kwa kutoa moyo ambao umejawa na huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Unatoa unasema, na watoto wangu wanalala njaa. Anatoa kwa sababu yani ni kama unalazimishwa. Mungu wetu hapendi watu kama hao. Mungu wetu hapendi watu ambao wanamtolea na moyo ambao umejawa na huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wetu anapenda watu ambao wanatoa kwa moyo wa kujitolea, moyo ambao umejawa na furaha. Na nikawapea example, nikawaambia ile wakati tulipokuwa tunatoa, tulikuwa sisi sote tumefurahia na tunapenda na tukafanya kazi njema. So zaidi kwa Mungu wetu anapenda watu kama hao. Na ninapomalizia, kwa sababu ya masaa, nimesema tunayo mambo matatu ambayo tunafaa kuwa nayo katika matoleo ambayo tunafanya kila wakati. Matoleo ya fungu la 10, matoleo ya sadaka la shukrani na matoleo yoyote. Tukasema sadaka la 10 ni lazima upeleke kwa mahali madhabahu ambayo unarudia. Mahali ambapo katika kanisa ambayo unaenda, ndipo unafaa kupeleka nini? Sadaka lako la fungu la 10. Kwa hivyo fungu la 10 haipeani kila mahali na haipewi kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hilo ndilo jambo tunafaa kuelewa wakati tunapofanya matoleo ya fungu la 10. Na tukaelewa ya kwamba fungu la 10 tukasema ni 10%. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unapotoa 100, ujue uko na 1000 unaweka kando, kwa sababu anasema ni lazima. Na pale katika hiyo kitabu ya wa Malaki anasema leteni sadaka kamili. So hiyo kamili Mungu wetu huwa anaipenda sana. Ikiwa kuna 5,000 utoa 100 ngapi? 500. Hiyo ndio anasema kamili. Hakuna jambo lingine anahitaji. Anasema mnijaribu muone kama sitatenda. Na wengine nikasikia wanasema ikiwa unapaa kumtoba, upai kumtoba Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Fungu
la 10 unatoa exactly kile ambacho uko nacho. Lakini katika matoleo ya sadaka la shukrani, matoleo ya yoyote ile, ndio unaweza kutoa useme leo nitambariki Mungu, nitaongezea, lakini fungu la 10 aliongezea. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ndio tunafaa kuelewa, na zaidi tunafaa kuipeleka katika madhabahu ambayo unaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mahali, popote pale. Jambo la pili, tukasema katika utoaji wote ambao tunaofanya katika zawadi zetu, tunafaa kuzipeleka katika moyo wa kupenda. Tunafaa kutoa katika moyo wa kupenda ili tuone Mungu wetu akizidi na baraka zake zikiwa mingi. Jambo la tatu, tukasema tunapopeleka zawadi zetu za shukrani, tunafaa kuzipeleka kwa moyo wa nini? Wa furaha, na Mungu wetu wa neema akaweze kutosha. Kwa hivyo baraka za Bwana ziambatane nasi. Kwa hiyo jambo ndogo ambayo tumeongea kwa ajili ya utoaji wa fungu la 10, utoaji wa sadaka la shukrani, tunafaa kuelewa vizuri, na hakika tumeelewa. Mungu wetu atubariki na neema nikaweze kuwa nazi. Ningependa kuuliza ningependa kuuliza swali. Ni nani anasema mimi sikuwa ninaelewa, na ningependa Mungu akanijalie ili kutoka leo niweze kufanya kulingana na kusudi lake. Nilikuwa ninafanya lakini sikuwa ninaelewa, lakini kutoka siku ya leo nimeelewa. Mungu wangu, ninaomba anisaidie. Kwa hivyo ni nani anasema nilikuwa ninatoa lakini sikuwa ninaelewa, na ningependa Mungu wa neema anitendee. Pia kuna yoyote anasema mimi ningependa kuondoa nguvu za Bwana na uroho wa Bwana na hekima ya Bwana ikawe pamoja nami ili niweze kuelewa kutoa fungu la 10 na sadaka la shukrani. Kwa hiyo Mungu wetu atubariki. Tuombe. Neema ya Bwana, asante kwa sababu tumesikia neno lako hiki na ili topic Bwana, watu wengi waipendi kwa sababu ya utoaji, lakini tumejua ndani ya utoaji tunazo baraka mingi. Mungu wangu na Baba yangu, ninaombea hawa wachache ambao wamesikia kutoka kwako Bwana, ukaweze kuwafungulia njia zako na baraka zako na kuelewa zaidi na kusudi lako, si kwa sababu ya kutoa tu. Kusudi lako ni kukuelewa zaidi, Mungu wa mbingu na nchi. Pokea sifa kwa mahali pako patakatifu zaidi ya watu wako na kanisa lako, na sisi sote ukatusaidie, na kila mmoja atakayesikia hili neno ikawa ya manufaa na baraka kwake maishani mwake, ikaondoe vikwazo, ikaondoe vitina, kwa sababu nasema katika maandiko yako katika Yohana 3 na fungu la mstari wa 10, leteni zaka kamili, uwepo chakula katika nyumba lako, na unasema mnijaribu mkaone ni kama sitafungua milango la mbinguni. Asante Bwana, fungua madirisha yako ya watu wako na baraka zako zikaambatane nasi. Iwapo tu mahali tumeenda kando na neno lako, tusamehe na tutakaze, na ni kwa jina la Yesu Kristo inaomba na kuamini. Amen. Semezane neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu sio pamoja na sasa na hata milele. Amen. Mungu awabariki.